akiwa uchi kwenye mitandao ya kijamii. So inamaanisha kwamba pia anaibisha chama. So mama kama huyo anafaa kuchukuliwa hatua za kisheria, kwa sababu jambo la kwanza hata hajui. Jambo la kwanza hajui uchungu wa kuwa senator. Jambo la kwanza hajui dhamana ya kuwa samani, kwamba hajui dhamana ya kuwa senator, kwa sababu kile kiti alipatiwa tu kwa sababu hajui dhamana ya kuwa senator. Nafikiri ni vizuri sasa aingie katika kura. Naam, karibu mpenzi mtazamaji, na leo hii tunayaangazia mambo ambayo yamekuwa yakifanyika, na katika karne ya 21 ndio tunaona viongozi ambao hawajali maslahi ya vijana. Kila ambacho wanajali kwa vijana ni kuua biashara zao na kuhakikisha kwamba hawana kitu chochote, ndipo waweze kuwanufaisha wao katika siasa zao. Kuna story ambayo inaendelea katika mitandao ya kijamii. Kijana mmoja kutoka Jacaranda bunge anasema kwamba Karen Nyamo ambaye ni seneta mteuliwa wa chama cha UDA anasema kwamba alileta vijana wakakula kwenye biashara yake na yeye pia na wakakunywa, lakini hawajaweza kulipwa kumradhi. Na kijana sasa hivi anatoa maoni na analia sana kwenye mitandao ya kijamii akisema kwamba iwapo ile fedha haitalipwa basi itabidi amefunga biashara yake, kwa sababu biashara imekuwa chini na ndiyo pesa ambayo alikuwa nayo mbele na nyuma. Leo hii tunaye Bishop ambaye amekuwa akiangazia masuala tofauti ya kisiasa na viongozi katika taifa letu la Kenya. Hebu tumpe nafasi atuambie vipi, tuelekea wapi? Je, huu ni ungwana? Karibu sana Bishop. Asante sana kwa nitazama. Anaitwa Bishop Israel, na nimekuwa nikiangazia sana mambo yanavyoendelea katika nchi ya Kenya, na nashukuru Mungu kwamba Mungu amenipa macho ya roho pia ya kujua ni nini kinaendelea katika nchi ya Kenya. Na saizi kuna mambo yanasitikisha sana, kwa sababu jambo la kwanza mtu anaitwa senator. Na mnaelewa senator, kuitwa senator ni jina kubwa, ni jina ambalo kwamba mtu wa huyo anafaa kuwa na sifa nzuri, kwa sababu senator ni kiongozi, na mtu kuwa kiongozi anamaanisha kwamba ni mtu ambaye ana sifa nzuri, ni mtu ambaye amejipa heshima, ni mtu ambaye ana jina nzuri, na ni mtu ambaye uongozi wake si wa kutilia shaka. Na tunamwangalia Senator Nyamo. Senator Nyamo, mtu ambaye tunasema kwamba ni kiongozi ambaye wa kutazamiwa, kiongozi ambaye wa kuchukuliwa mfano wake, ama kiongozi tunaweza iga mfano kwake. So swali ni hili, je, matendo ambayo Senator Nyamo anafanya ni ya kuigwa mfano na wale ambao anayewaongoza? Kwa sababu katika mambo mengi ambayo senator amefanya ni ya kujishusha hadhi. Kujishusha hadhi na kujikosea heshima kabisa. Na ni mtu ambaye tunatarajia kwamba atiasimame kiti cha women rep. So atafika pale women rep, aanze kujishusha hadhi vile ambavyo anavyojishusha sasa, kwa sababu sioni kama women rep, mtu kama senator ni mtu wa kwenda kubishana na watoto pale, kwenda kubishana na watu wadogo pale, na kufanya mambo ambayo ni aibu tu, ambayo yanamkodesha aibu usiku na kila wakati. Kwa sababu sasa senator anapojipresent sasa, picha inayokuja kwake ni yule wanasema kwamba ni yule mama ambaye hana heshima, ama yule mama ambaye hajiheshimu. Kwa sababu tunapoangalia sasa, itakuwaje kwamba wewe kama senator unapaswa kuwa mfano mzuri wa kuinua hata wa vijana hawa, wa kusupport hata wa vijana, kwamba ukisupport kijana aende juu. Kwa sababu unaelewa hawa vijana, hata kama ni kule Jacaranda, ni vijana ambao wanapigania demokrasia yao. Na kama wewe senator ni mtu ambao unafaa kusupport wale vijana, wape moyo, wape motisha kwamba wazidi kuendelea na kuonyesha kwamba kitu wanachokifanya ni kitu kizuri. Lakini haitakuwa kwamba wewe unawadhalilisha. Wewe huwapi moyo, unawadhalilisha na kuonyesha kwamba wewe si mzalendo halisi. Ni kumaanisha hata kwamba wewe ni mtu mmoja wa wale ambao
hawajali masilahi ya wananchi, na usilahi hata hujai hata masilahi ya vijana wadogo. Sioni the whole senator unaweza toka huko na uende uingie kwa hoteli ya kijana mdogo ambaye ni hasola, ambaye anajitafutia maisha, uende ukule hiyo hoteli na ukose kulipa. Ni jambo la kusitikisha sana. Ni jambo la kuonyesha vile hapa wewe hata mwenyewe umejishushia heshima yako, kwa sababu mtu anaweza fanya hiyo tu ni mtu tu ambaye tu amevuta bangi peke yake, ama ni mtu tu ambaye kichwa chake ana kichaa katika kichwa chake. Lakini the whole senator kwamba unaweza fanya kitu kama hicho, uende katika hoteli ya mtu kijana mdogo, uende ukule katika hoteli na kisha ukose kumulipa, alafu uende kujipia kifua huko ulikuwa unalipisha kisasi. Hao ni mambo kabisa ya kusitikisha. Ni mambo ya kuonyesha kwamba wewe mwenyewe hujiheshimu na uheshimu hadhi yako, na ni mambo ambayo yanatilia shaka uongozi wako, kwa sababu saizi hata ukisimama women rep, nafikiri hautajali watoto wa watu, hautajali wananchi wa kawaida, utaanza pale kuongea mambo ambayo hayakusaidii. Na nafikiri katika jambo moja ambalo limekushusha hadhi yako, kutosimama tena, ni jambo kama hilo la kutojali vijana. Na uelewe katika nchi hii ya Kenya, kiongozi ambaye ana demokrasia lazima kwamba awatie moyo vijana, lakini unaonyesha kwamba dhahiri kwamba wewe hauwezi watia vijana moyo, hauwezi washika mkono na wafike mahali ambapo umefika. Kwa hivyo ni jambo la kutilia shaka sana na uongozi wako katika muhula ujao. Matamshi yake Karen Nyamo haikutosha. Hapo jana ametoa baadhi ya video akisema kwamba bado atarudi tena kule na atatuma vijana waende pia wakule bure na wakunywe bure, ndio yule kijana aweze kupata adabu. Ni matamshi ambayo hatukutarajia kutoka kwa seneta mteule kama Karen Nyamo, na pia anazidi kubishana na vijana ambao ni wadogo, si wa umri wake. Wale ni vijana, ukiangazia umri wake, na wale vijana wafaa kumuita yeye kama mama, lakini bado viongozi wengine wamenyamaza wakati ambapo vijana wadogo wanadhulumiwa. Pia anawatishia kwamba mtakapoendelea hivyo na mimi nitachukulia hatua. Labda tuelekea wapi kama Wakenya? Na labda wakati ambapo chama kina mteua mtu yeyote labda kwa ofisi, yafaa kuangalia mtu ambaye ana hulka ama tabia kama za Karen Nyamo, ama inakuwa vipi? Kuna kitu kimoja Karen Nyamo aelewe kwamba yeye ni mama. Na jina ya mtu kuitwa mama inamaanisha kwamba ni mzazi. Na mtu mzazi ni mtu ambaye ana roho wa huruma. Mtu ambaye anaitwa mama na mzazi ni mtu ambaye anajali. Na mtu kuitwa mama si kumaanisha kwamba atende vitendo vinavyotendwa na watu ambao hawana moyo kwa watu. Mama Karen Nyamo, mambo unayofanya ni mambo ya kigaidi, na ni mambo ambayo yanafanywa na watu ambao ni criminals. Na nafikiri kiongozi kama wewe ambao ni mama, unaweza kufanya watoto ambao wanakuita mama wafanye namna hiyo. Inamaanisha kwamba hao watoto, jambo la kwanza, hawatakuheshimu. Na unapokuta kwamba mzazi anapoanza kupigana na watoto, inamaanisha kwamba yule mzazi anawalea kwa malezi ambayo si bora. So kama Karen anaweza kubishana na watoto hivi, je, watoto wake ambao amezaa wataishi maisha magani? Kama yeye wataiga, ni mfano gani mzuri wataiga kwake kama mzazi? Sio mfano mzuri hata kidogo, kwa sababu mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Na kama Senator Nyamo atakuwa na vitendo vya kihuni kama mama, atakuwa na vitendo vya kihuni vya kuonyesha kwamba anaweza ongea anything, anaweza kuwa hata mtu ambaye ni anafanya vitu vya jambazi. Inamaanisha kwamba hata watoto wake wataiga hivyo. Na wacha nimwambie kwamba Nyamo, chochote apandacho mtu ndicho avunacho. Na hivyo unavyowatendea watoto wa watu, hivyo ndivyo watoto wako watakuja kutendewa, kwa sababu maandiko yanasema kwamba apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hivyo matendo ambayo anayavuna, expect
watoto wake watatendewa the same thing anavyowatendea watoto wa wenzio. Kwa hivyo unapomdhulumu mtoto wa mwenziwe, pia tarajia the same thing ifanywe pia kwa watoto wako. Kwa hivyo ni jambo la kusitikisha sana, na kama pia wazazi ni jambo ambalo tunalishtumu sana. Kama Karen Nyamo, nasema kwamba Karen Nyamo, jiheshimu. Heshimu umri wako kama mzazi, heshimu umri wako kama mama, heshimu pia maneno ya kinywa chako kama mama. Usitupe tu mambo ambayo yanatupwa na walevi huku nje. Na sio, sioni kama ni vizuri tena mtu ambaye ni kiongozi kwenda kunywa pombe na anaongea kama akiwa mlevi kwenye niniko vyombo vya habari akiwa mlevi. Inamaanisha kwamba ameshusha dhamana yake na haoni umuhimu wa dhamana yake. Na kama unaona haoni umuhimu wa dhamana yako, nafikiri ni vizuri tu uende uresign na uende uweke kilabu kule nje na labda kumbuka Karen Nyamo akuomba kura, alifanya kuteuliwa kama senator na chama cha UDA. Ndiposa nikauliza swali, je, masuala gani haswa chama kinafaa kuangazia mtu ambaye anachaguliwa? Kwa sababu Karen Nyamo ni mambo mengi sana ameshuhudiwa, na mambo ya aibu sana kama akiwa na cheo kama kile. Nafikiri chama cha UDA kinafaa kimchukulie hatua mwafaka yule mama, kwa sababu yule mama amekuwa akijidhalilisha na amekuwa akifanya na mambo ya aibu. Wakati mwingine anaonekana hata akiwa uchi kwenye mitandao ya kijamii. So inamaanisha kwamba pia anaibisha chama. So mama kama huyo anafaa kuchukuliwa hatua za kisheria, kwa sababu jambo la kwanza hata hajui uchungu wa kuwa senator. Jambo la kwanza hajui dhamana ya kuwa kwamba hajui dhamana ya kuwa senator, kwa sababu kile kiti alipatiwa tu kwa sababu hajui dhamana ya kuwa senator. Nafikiri ni vizuri sasa aingie katika kura na atafute kura mwenyewe. So Wakenya kuwapombelezea watu wavivu nyadhifa, alafu wanaingia pale wanaanza kudhalilisha Wakenya, nafikiri jambo kama hilo limepitwa na wakati. Nafikiri tu ni wakati, kama Senator Nyamo ni mtu mlevi, arisaini aende akunywe pombe yake vizuri huko. Kama ni kufungua wine and spirit, ni vizuri tu kwamba yeye aende afanyie yale mambo yuko nje, lakini asifanyie katika uongozi. Lakini ushauri wangu kwa mtu anaitwa Karen Nyamo ni kwamba apeane maisha yake kwa Yesu, aende kanisani, aombewe na aokoke na mkubali Yesu Kristo, kwa sababu mambo anayefanya ni mambo ya kishetani, ni mambo ya mtu ambaye ni kipofu, mtu ambaye hajielewi, mtu ambaye amepoteza mwelekeo. Kwa hivyo ombi langu Karen Nyamo, kama unanisikiza, enda kanisani uokoke, umpokee Yesu Kristo, na nafikiri kwamba utakuwa mtu wa dhamana katika jamii, kwa sababu umejidhihirisha kwamba ni mtu ambaye hauna dhamana yoyote katika familia kwa matendo anayofanya, matendo ya kuudhi. So ushauri wangu Karen Nyamo, come to Jesus. Labda umetoa ushauri, kama sijamalizia swali la mwisho. Karen Nyamo amekuwa mstari wa kwanza kwa wale ambao wanaunga mkono empowerment ya vijana, lakini Wakenya pia wanajiuliza vipi sasa hivi anazidi kuharibu kile ambacho vijana wanakula, wanapata riziki pale, lakini ilhali yeye kwenye mitandao ya kijamii anasema sisi tunaunga mkono empowerment ya vijana, yeye anabomoa. Kuna watu ambao wanakutaga ni project ya kuharibu kile ambacho kinajengwa. Anasema yuko ndani na hali yuko nje, yani ameweka mguu moja ndani ama mguu nusu ndani, lakini mwili wote uko nje. So mtu kama Karen Nyamo, nafikiri katika mambo ya vijana muondoe mahali pale, kwa sababu yeye ni mtu anadhihirisha kwamba si mtu ambaye anaweza shika vijana mkono, kwa sababu angekuwa ameonyesha mfano tayari. Kwa sababu duka kama ile angepeleka watu wa kule ndani, hata kama ni kwa kule ndani, pia arudi aongeze stock yake, amuinue hiyo biashara. Lakini sasa kwenda kujibuni ati kwamba wamekula shilingi 3,000, alafu unakuta stock ya pale ni shilingi 3,000, wanaenda wanakula yote na anakosa kulipa. So inamaanisha kwamba huyu mama si mama ambaye ana nia nzuri na vijana. Kwa hivyo nafikiri vijana mwelewe kwamba Karen Nyamo hana nia nzuri na nyinyi. Nia ambayo yako nayo ni ya kuwadhulumu. So kusema kwamba amekuwa akipigania empowerment ya vijana
ni jambo ambalo ni kwa mdomo tu, lakini ndani yake kabisa ni mtu ni mtu wa kubomoa, si mtu wa kujenga, ni mtu wa kubomoa. Na ukijua kwamba mtu ni wa kubomoa, basi vijana, nafikiri kwamba msimruhusu Karen Nyamu kuwa miongoni wa wale